na kwa nini tuwe nayo, kwa nini ni muhimu kwetu sote na kwa nini tuwe nayo. After all, itakuwa haifanyiki summit, tuelewane, itakuwa haifanyiki summit. Hapa tunafanya induction, sawa? Tunaitambulisha, iweke wazi. Kama mnakumbuka, katika siku ya leo mpango kazi mojawapo katika ofisi ya kiroho ilikuwa ni kukuza afya za wana wa kike kiroho, lakini pia kimaisha ya kawaida, yaani kuwakuza, kujifunza pamoja na wana wa kike. Sasa hii ikatupelekea kuwa na hiki kitu kinachoitwa TUCASA SNC Ladies Summit. Itakuwa ni mara moja tu na itakuwa ni kila Januari. Sana sana tunapoanza katika mwaka huu wa uongozi tutaanza nayo kwa Januari, lakini ikitokea uongozi mwingine akaamua waweke kwa mwezi mwingine itapendeza pia. Sasa basi, lengo ni kujifunza kwa wana kike wote. Tunafahamu tuko vyuoni, vyuoni vya kati, vyuo vikuu, na kila mmoja anapitia changamoto anazozifahamu yeye. Huenda kila mtu tumetoka sehemu mbalimbali tofauti. Kwa basi tunapokutana tunatamani tuwe tunapeana vitu vya kutujenga. Leo tumesikia vitu kutoka kwa wachungaji na Elder Baraka, tumesikia vitu vingi. Sasa ili tuweze kujiconnect tofauti na hivi vitu vyote, lazima sisi kwanza tujitengeneze, yaani tuwe presentable. Siwezi kutengeneza connection kama mwenyewe sieleweki. Tunaelewa kitu kama hicho. Sasa vitu ni vingi, lakini kwa kifupi tu tunahitaji kutengeneza misingi mizuri ya wadada wanatukasa hasa kutokea huku, ili tunapofika makanisani na majumbani huko tuonekane kweli ni product nzuri kutokea wapi? TUCASA. Title kwa mwaka huu itakuwa inasema The Future is My Body. The Future is My Body. Na tutakuwa na fungu kuu ambayo itakuwa inatuongoza, nasema kwamba Wakorintho wa kwanza sura ya 6 mstari wa 19. Lakini pia wimbo ambao utakuwa unatuongoza sote utakuwa ni wimbo namba 147, kitabu kidogo, unasema uishi ndani yangu. Sasa tutakuwa tuna aim na kufocus kwa vitu gani? Focusing on building a temple, trust and testimony. Sisi kama sisi wadada, we need to be a testimony. We need to be a temple. Sisi tayari ni mahekalu, lakini we need to be a good temple, a temple of the Holy Spirit. Yaani temple ambalo linaongozwa na Roho Mtakatifu peke yake. Pia we'll be focusing on dignity, purity and stewardship. Sasa tutakuwa tunajifunza haya yote kwa upana wake. Wewe kama mwana wa kike, tutakuwa tuna facilitators wengi mbalimbali. Tutakuwa tunabadilisha na conference hapa, tutachukua kutoka sehemu nyingine. Sasa lengo ni kutufundisha kwa ujumla, kwa pamoja tuweze kuelewa, ili kila mmoja atoke kwa fanya nini, amepata nuru walau kidogo. Lakini pia wakati huo wakati tunatengeneza facilitators na watu wote, tutakuwa tunapeana updates kwamba location yetu ni wapi. Kwa mfano labda tutakofana ni mwezi ujao wa tukio, updates zinatoka mapema, labda tutafanyia Kirumba kanisani, tutafanyia labda pasiansi hivyo. Kwa hiyo issue na vitu vyote vya cost na gharama na kila kitu tayari tumezungumza kama viongozi, lakini nahakikishia kwamba haitakuwa gharama kubwa sana kama unavyofikiria, tofauti na wewe kuacha kuja kusikiliza. Yaani wewe kutaka kule uliko kuja kusikiliza haitakugharimu kiasi kikubwa sana vile ambavyo ungebaki nyumbani ukaendelea kukaa tu. Tunaelewana? Tunaelewana wa kike?